Mwanamichezo, tupo na MC Kasi, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tupo hapa kwa ajili ya kujadili mambo ambayo yanahusu michezo, maana msimu ndio umetamatika, lakini mnyama hajaambulia chochote. Ila msimu ulipoanza waliahidi makubwa sana viongozi wake pamoja na mashabiki na wakuu wa matawi mbalimbali, wakiamini kwamba huu msimu wa ubaya ubwela, ila ubaya umemrudia mwenyewe. MC Kasi, mambo vipi? Bana, safi kabisa, nashukuru Mungu, na Mungu ndo muweza wa yote. Poa. Lazima tupoe, kwa situation yetukuta hakuna mwenye furaha. Yaani kuanzia mtu wa chini mpaka mtu wa juu kabisa. Inatuumiza sana, imetuhuzunisha sana, lakini kuna lengo kujifunza juu ya somo hili tulilopita. MC Kasi bwana, inasemekana leo kuna vikao vya ndani kati ya mwekezaji na viongozi ambao wamesha hudumu pale wekundu wa Msimbazi. Aden Lage amesikika kwenye chombo kimoja cha habari na akathibitisha kwamba hicho kikao kipo na ni kwa ajili ya maendeleo. Hivi vikao kuanza kufumuka kuwa vingi, na haya maneno ambayo yanasemwa nje mpaka na wengine wanachama hai wa klabu ya Simba wakiita place na waandishi wa habari na wakizungumza kwa malalamiko yao, wewe msimu huu unamlaumu nani? Sasa kwanza nianze kwa swali la kwanza kuhusu vikao. Vikao vitakaliwa sana kwa sababu ya ripoti ya msimu uliopita. Pia vikao ni kwa ajili ya maandalizi ya kikao kikubwa tutafanya mwezi wa 8, ambacho tunakuwa kila mwaka Simba tunafanya kikao kikubwa pale mjini. Kwa hiyo hivi vikao visikutishie sana. Inawezekana ikao kwa ajili ya ripoti na kuangalia maendeleo tupoenda, wapi tupeteleza, wapi pa kufanyia maamuzi magumu. Umeona? Hiyo ni lazima vikao kama vianze, na hata kama wameanza saa hizi basi ni vizuri wameanza mapema waweze kujitathmini kwamba wapi pokosea. Na kuhusu swala viongozi, kwa kiongozi anayestahili ni kiongozi ambaye mwenye roho mbaya, ameandakiwa afanye maamuzi magumu. Umeona? Na kingine tunasema sisi ni kwamba viongozi, mimi nataka kusema viongozi kama wao ndio wasaliti wa kwanza wa klabu yetu kufanya vibaya, kwa sababu kama sitamgeukia mwekezaji, kwa sababu niwe kwa upande wa mwekezaji, kama mwekezaji anatoa hela ya usajili, umeona? Sasa labda mchezaji anauza milioni 800, wewe kana kumnunua mchezaji wa milioni 150, maana yake wewe ndio umehujumu timu. Umeona? Sio hao mashabiki wengine ambao wanakuwa haba nakata tamaa kwenye timu kwa ukaita wasaliti. Hapana. Msaliti wa kwanza ni yule kiongozi ambaye anapewa milioni 800 kanuni mchezaji, yeye mchezaji wa milioni 150 au milioni 200. Maana yake ana mchezaji wa stage ya chini kabisa. Umeona? Alafu kwa dhana nzuri tuseme labda sisi msimu huu tulikuja na kauli ambayo tunatengeneza timu. Ile kauli ndio mashabiki tulichukua, lakini hebu turudi katika mkutano mkuu wa mwaka uliopita kwamba Simba kwa nasemaje. Tulikuwa nasema bajeti ya timu ilikuwa, nafikiri walisema bajeti ya timu ni kwa kama bilioni 25, kitu kama hicho. Sasa bilioni 25, wewe kuingia kitu cha bilioni 25 ni timu ya kutengeneza. Umeona? Bilioni 25 ni bajeti ya timu nzuri, kutengeneza timu nzuri kabisa. Yanga bajeti yao kwa bilioni 20. Umeona? Sasa bilioni 20 kachukua ubingwa na ikosa kama kile. Maana yake wewe bilioni 25 unatengenezaje timu? Au mtu kama Singida kikosi chake chokiona kile kinafika hata bilioni 20 kile. Lakini tumeona maendeleo ya Singida. Umeona? Au Azam kikosi chao kinafika bilioni 20 kile. Akifiki. Lakini tunaona uwekezaji tunaoona. Umeona? Sasa hivi tunaona wachezaji wadogo. Sasa hivi mitandao ni mingi. Tunaona sasa hivi mashabiki wanaelewa kila kitu, sio kama zamani. Umeongopea shariki. Kwa mabwana sasa hizi tunaona mchezaji wa bilioni 200, lakini mchezaji kumwangalia wa milioni 150. Tunaelewa. Lakini hiyo kujificha katika upande wa hiyo pesa, unajificha kwa kipande cha utengenezaji timu. Wewe sasa unatengeneza timu, maana yake tusijaji kwa bajeti ile ni wachezaji hao kweli. Na sasa hivi tunaingia mtindo mmoja kwa kutengeneza mchezaji wa mkataba wa mwaka mmoja. Kwa bwana wewe njoo ukishafanya vizuri kwa mkataba wa miaka inaendelea. Lakini kwa vibaya tutakuvunja mkataba kuepuka hasara. Sasa kwa bilioni 25 kwa sababu kuchukua mwaka mmoja pale sio kweli, kwa maana yake viongozi ndio tusaliti, na viongozi wao pale ni kama wahudumu tu. Sisi ndio tunaumia mashabiki. Kwa hiyo lengo la kuharibu timu kama hivi ni kweli kabisa. Wanasema wa viongozi kuna haja kujitathmini, waachie ngazi. Tuangalie basi kama tukiona labda viongozi wamepambana katika swala la uwekezaji kama hivi, labda mwekezaji atoe hela, tumgeukie mwekezaji, tusimwogope. Simba ni timu kubwa kuliko hata huyo mwekezaji wetu. Kama akiona yeye hawezi kukaa pale, basi anaweza kaachia ngazi. Kuliko sisi kwanza kubembelezana, kuanza kuendo kila jambo, tunatengeneza timu, kitu ambacho sio kweli. Bilioni 25, bilioni 30 sio kutengeneza timu. Leo ukiniambia ununua kiwanja Bagamoyo bilioni 4, mimi nitakushangaa.
au kwa Morogoro bilioni 4, sio kweli. Bilioni 4 watenga gorofa kabisa losimama hoteli. Msikasi, kwako unaona Simba amekosea wapi sana katika msimu huu wa 2024 2025? Kwanza kwenye usajili. Tusajili wachezaji wa kiwango cha chini mno. Watu wote tumeona. Kwa maana ushindi wetu kwa ushindi mgumu sana. Leo hii Simba kwa ushindi wetu sisi wa kutana leo mapanga nje. Na sio mechi moja, mechi mbili, zaidi mechi 8. Maana yake sisi tungesema labda tulikuwa yani kihaki kabisa. Hatukustahili kwa hata nafasi ya pili. Na ingekuwa ndio yani tungekuwa yani mashabiki tungekuwa tuko wazi kabisa kwa kutengeneza timu na tumeteleza. Lakini wewe umeambia utatengeneza timu kwa kosa bilioni 25, alafu ushindi wenyewe kama kwa kujunga vipi? Maana yake wachezaji hawana uwezo. Leo hii timu yetu sisi tunategemea raundi ya pili mpanzo wa kuokoa daraja. Mpanzo wa kuokoa jahazi. Kaingia nusu msimu. Kaingia nusu msimu, mpanzo pambanie timu. Kweli, ina maana siku wote mwanzo tuko wapi? Timu zetu tunamwangalia Kibu Denis, tunamwangalia ndio kwa mpambanaji wa timu. Leo hii sasa wachezaji wawili baza kwenye timu ya gombea ubingwa. Kufika pale pia juhudi kubwa sasa zimefanyika. Kwamba sajili za wekundu wa Msimbazi msimu huo zilifeli. Zimefeli. Na sajili za kufeli ni kwa sababu ya kuchukua wachezaji wa chini ya kiwango. Sawa. Mimi nakurudisha nyuma sehemu moja ambako Yanga waimeta mchezaji wao yule Pacome. Yanga imnunua Pacome akiwa majeruhi. Na kocha wa Aseki alisikika akisema kwamba huyo mpanzo mchukua leo Yanga mvumilieni. Huyo mchezaji wa kiwango cha juu kabisa mvumilieni aseme mpaka apone. Ndio mtamfaidi yule Pacome. Na tuliona mechi mwanzo Yanga hawajamchezesha yule. Aicha tu siku ya Yanga Day na kama anahisi kwenye ngao sana ingia dakika 5 za mwisho, dakika 85 aliingia. Kutoka pale hajacheza mechi kama 2 hivi. Walikuwa wanamvumilia. Lakini leo hii Pacome tunaona mchezaji, ukimwona mchezaji wa kiwango cha juu, brother anaonekana tu hajifichi. Mchezaji wa kiwango cha juu hajifichi. Wenzetu wametuzidi sisi. Wana wachezaji zaidi ya 6 ambao wanaweza kuamua mchezo. Leo hii Yanga ameshinda bila Ziki. Wachezaji hamna shabiki alalamika. Wako sawa kabisa. Yanga anaweza kushinda bila Aucho kuwepo uwanjani. Yanga anaweza kushinda bila Max Zengeri kuwepo uwanjani. Yanga anaweza kushinda bila Pacome kuwa uwanjani. Yanga anashinda bila Chama kuwa uwanjani. Maana yake wachezaji wengi bila hao wachezaji sababu zao wachezaji ambao wanyemana. Viwango vinakaribiana. Sasa sisi leo hii mpango kushika goti tu. Tunakuangalia nje nani aingie. Barua nani aingie. Yaani viwango haviendani kabisa. Maana yake wapinzani ndio wanasema hiyo ndio sababu ya kuwakimbia machi 8. Ni kweli tuliona obvious kabisa, tukiacha unafiki pembeni, tukiweka mapenzi pembeni, Tyrants ndio tuenda sababu. Haikuwa sababu nyingine, kama sisi ndio tulikuwa na sababu. Kwa Messi hatuchezi kwa sababu wachezaji wetu wengi watano kwa majeruhi. Umeona? Kwa maana yake na sisi tukakimbia kwa nini pointi za mezani. Ndio maana tarehe 15 tuikomalia sasa, tuamini Yanga hawezi kuja uwanjani. Mashabiki wote wa Simba, viongozi wote walijua Yanga waje uwanjani kwa sababu ya madai yao na hukumu kwa hajatoka. Lakini baada ya kuona haki itendeke, ni kweli Mguto kajiuzuru kwa sababu ya kosa letu sisi kuingia kifua. Dhahiri shairi kabisa inaonekana. Kwa Mguto kutoka kosa yake ilikuwa ni nini? Katukiingia kifua. Sasa wewe Mguto kaachia kazi, Almasasongo kaachia kazi kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutulinda sisi. Umeona? Kwa hiyo maana yake katika harakati kama hiyo, ili makosa kama sijirudie tena, kama budget itakuja vizuri, tusajili wachezaji wenye uwezo, tusiangalie mifuko, kwanza tuangalie uwanjani. Leo hii Simba sisi tunalalamika kwenye swala kwa kucheza finali na nini kule. Sio umetumiza sana hata mashabiki. Kweli tunalalamika kwa vyombo vya habari, tunalalamikia serikali kwa sisi tunahujumiwa cha Zanzibar. Wakati tulivaa jezi visit Tanzania, visit Zanzibar. Kutangaza uchumi wa nani? Uchumi wetu na viwanja vyetu. Leo hii kwa viwanja vyatengenezwa, Mama Samia atengeneza viwanja kwa Arusha. Ina maana tuweze kucheza finali kwa Arusha. Hadi kwa Mkapa. Mkapa hatoki mtu. Wai kwa Mkapa. Maana yake kikosi chetu sisi kina nje hapa. Yaani nje uwanjani. Sasa maana yake ni kitu kimoja. Leo hii kwa kucheza Zanzibar ndio sisi tunahujumiwa. Tukicheza Arusha je itakuwaje? Baza, timu nzuri haitegemei kiwanja. Tutengeneze timu, tusitegemee kwa Mkapa. Timu nzuri inashinda nje ndani. Wale ambao wanapeleka lawama nyingi kwa mwenyekiti wa timu Murtaza Ali Mangungu, wewe kwa upande huo unaona vipi?
Mangungu kosa lake ni lipi? Tunamlaumu Mangungu kwa sababu yeye ni msimamizi mkuu pale Simba. Labda yeye bajeti inatoka kwa bosi, yeye ndio anazinisha. Yeye ndio mkaguzi wa wachezaji. Bwana huyu Chimamfont tumemnunua labda bilioni 2. Yeye ndio anasana pale. Ukondoa hela zilizotoka kwa CEO. Umeona? Kwa hiyo Mangungu yeye analaumiwa kama kiongozi mkuu. Umeona? Na taarifa zake kutoka kwa media kuja kwa wani wake wa mashabiki wa Simba huwa hazi taarifa sahihi. Na hisi kama kwenye upande wa mawasiliano pale Simba tuna shida. Umeona? Mangungu unaweza kumhoji swala serious kabisa, labda maendeleo ya timu au kuhusu mechi fulani, lakini tunaona Mangungu majibu yake anayojibu ni tofauti kabisa. Kwa maana yake pata kwa na mashaka na mzee wetu ni mpambanaji, ni Simba damu, tuko na muda mrefu, lakini na hisi katika upande wa taarifa, yani huwa anaza taarifa nzuri kwa mashabiki wa Simba, huwa anatukosea muda mwingine. Tunakaa kama nchi, umeona, kama mashabiki tunaangalia taarifa zake na kuaje. Ile siku ya kikao tarehe kikao cha serikali taifa pale, anatoka pasi moto kutoka na mwenendo wa ligi, wakati Tanzania nzima inafahamu kuhusu masuala ya dabi, kuhusu masuala ya ligi. Kama ligi, kwa nini uitwe wewe? Kwa nini uitwe Simba? Asiitwe labda Mtibwa Sugar, asiitwe Kagera Sugar, asiitwe Fountain Gate. Kuulizwa mtazari wa ligi unaendaje? Kwa hiyo uitwe Simba na Yanga. Maana yake kulikuwa na issue tofauti na hiyo. Hata tufahamu kwamba issue ya dabi. Kwa maana yake taarifa zinatoka kwa viongozi kuja kwa mashabiki. Pia angalia taarifa gani zinatoka za design hiyo. Kwa hiyo Mangungu sisi tunamlaumu sio kwa sababu ya utendaji wake ndani ya Simba na timu inafanya vibaya, na yeye ndio atuahidi kwa atamfunga Yanga, lakini toka ingia madarakani hatujaona juhudi ya kumfunga Yanga. Na kwa staili hii aliongea Haji Manara kwa Yanga atachukua back mara 10. Kwa staili tunayoiona hii, mashabiki tusipokuwa na mwenendo tapia kweli miaka 10 mfululizo. Shukrani sana MC Kasi. Bwana nashukuru sana, na kingine labda kwa mashabiki wa Simba, tuache kuwataka sana uongozi. Hebu tuongee vitu ambavyo kishabiki, tuongee mashabiki, masuala ya viongozi tuachie viongozi. Hii masuala ya mashabiki kuna kuangalia kuvamia uongozi, kufanya, yani tuache hivyo vitu. Sasa ni kipindi ambacho tunataka tukae chini tuangalie tumejikwaa wapi. Sawa? Ili tuelewe tuna jambo gani msimu ujao, tuanze wapi, tufikie wapi. Mwezi wa 8 kesho kutwa tu hapo kuna ngao ya Esani, tuanzia Singida. Umeona? Kwa hiyo tukagombana saa hizi msimu wa usajili. Hadi kuja kusajili, maana tayari muda ukoshaenda. Sasa hivi focus kwa usajili. Huu ni kipindi cha usajili, kipindi cha kutengeneza timu. Sio timu kwa uwanjani utengeneze timu. Timu itengeneze kipindi cha usajili. Sasa hivi muda kutengeneza timu. Kwa hiyo tuweke hela. Mpira unahitaji pesa. Mpira unahitaji pesa. Tajiri aweke hela. Kutukisa tu tuweke sio bahili tuibeibe tena. Tajiri atoa bilioni 50 kwa ajili ya usajili, sisi tunaweka usajili bilioni 2 au bilioni 1. Tutapigwa tena msimu ujao. Mwezi wa kesho kutwa kuna dabi nyingine. Tutapigwa tena kwenye ngao Esani. Shukrani sana MC Kasi. Nashukuru sana ndugu yangu.